Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo tutaangalia habari katika sura ya 5 ya kitabu cha Danieli. Sura ya 5 ya kitabu cha Danieli. Tuliona kwamba Wayahudi wakiwa kule Babeli walitambua wakati ambao wokovu wao ulikuwa umekaribia. Wokovu wao ulikuwa umekaribia, na hivyo kadiri ambavyo muda wa kuokolewa kwao toka kwenye mikono ya Babeli ulivyokuwa unakaribia, ndivyo ambavyo mateso na ukandamizaji ulikuwa mkubwa zaidi, sawa tu na walivyokuwa kule Misri. Muda wa kuokolewa kwao ulivyokuwa unakaribia, mateso na ukandamizaji, yani na namna ambavyo maisha yao katika Babeli ndivyo alivyokuwa anaonekana ni magumu zaidi. Mhubiri sura ya 1 na mstari ule wa 9 tumeona jinsi ambavyo Sulemani anasema yaliyokuwako ndio yatakayokuwako na yaliyotendeka ndio yatakayotendeka. Amini kwamba matukio na mambo yaliyowapata Waisraeli kupata shida, yani kuyaona maisha yao tena duniani ni magumu sana, muda mfupi kabla ya kuokolewa kwao, ndivyo itakavyokuwa wakati huu wetu huu. Dunia ya leo tunayoishi leo sio rafiki kwa maisha ya kimwili hata ya kiroho kwa mcha Mungu. Tuko pamoja? Sio rafiki. Maisha ya sasa ya dunia hii sio rafiki kwa mcha Mungu. Tukiamua kuishi maisha ya ucha Mungu, tutaonekana kwanza ni watu wa ajabu katika dunia hii. Tutajiepusha na vitu vingi ambavyo katika dunia hii ndio vinaonekana ndio vitu vizuri, vitu vinavyokupatia pesa, vitu vinavyokupatia maisha mazuri, lakini sisi wacha Mungu tutavijiepusha navyo. Kwa hiyo kwa namna hiyo sasa maisha ya watakatifu duniani yanaonekana kuwa ni magumu, na wanaomba wokovu uje kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini cha ajabu, wanaojiita Wakristo leo ndio wa kwanza kuogopa ujio wa Yesu. Wakisikia Yesu anakuja wanaogopa, yaani wanaanza nikoje mimi? Yaani Waisraeli walikuwa wanaomba nini? Wanaomba wokovu wao uje, waokolewe, watoke Babeli, watoke Misri. Lakini cha kushangaza, Wakristo wengi leo wakisikia hata Yesu anakuja kesho, wengi hawatafurahia. Watajiuliza, hivi kweli nimefanya maandalizi? Hivi mimi nikoje? Yaani watajawa na wasiwasi, manake walikuwa hawako tayari kufanyaje? Kuokolewa. Lakini Waisraeli wa zamani tunaona kwamba walikuwa na hamu, yaani wanatamani hata ukombozi uje leo, maana tumechoka na haya masumbuko ya dunia. Lakini leo kwa sababu Wakristo wa leo tumeungana na dunia inavyokwenda ndivyo tunavyotenda na sisi, ndio maana hatuoni hata umuhimu wa Yesu kuwahi kuja. Hatuoni umuhimu. Ni swali la kujiuliza, je, mimi niko tayari Yesu aje hata leo? Au kuna vitu fulani ambavyo navishikilia na hivyo ndio vinanifanya niogope Yesu kuja leo? Mwaka 539 majeshi yaliyoungana ya Wamedi na Wajemi yalianza kuelekea Babeli.
na ujumbe ulifika Babeli kwamba Wamedi na Wajemi wanafanyaje? Wanakuja kuangamiza nini? Babeli. Na habari hizo walikuwa wameshazipata Wayahudi, na walikuwa wanajua muda wa kujiliwa kwa ufalme wa Babeli umefika. Wayahudi waliokuwa wanasikiliza neno la Mungu na Wababeli pia waliokuwa wanasikiliza haya maonyo walikimbia wakatoka Babeli. Wakimbilia wapi? Milimani, nje ya mji. Wakakimbia wakatoka. Lakini muda huo waliotangaziwa, jeshi la Wamedi na Wajemi halikufika. Halikufanya nini? Halikuja. Historia inasema kwamba yule Koreshi alikwama njiani, kukutana na njia ya matope mengi, farasi wake akazama kwenye matope. Kwa hiyo ikachukua muda kusafisha ile njia na kumwokoa yule farasi. Kwa hiyo muda ambao jeshi lilitarajia lifike Babeli likafanyaje? Likachelewa. Kuchelewa kwake haikuwa na maana ya kwamba ufalme wa Babeli umepona. Hapana. Neno la Mungu lililokuwa limetabiri anguko la Babeli lingekuwa pale pale. Kitabu cha Yeremia 51:58 inasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi, kuta pana za Babeli zitabomolewa kabisa na malango yake marefu yatateketezwa, nao watu watajitaabisha kwa ubatili na mataifa kwa moto, nao watachoka. Kwa hiyo neno la Mungu lilikuwa limetabiri anguko la nini? La Babeli, na lingetimia tu, haijalishi Koreshi aliyetumwa na Mungu kuja kuangusha huu ufalme amekawia. Kumbuka, yaliyokuwako ndio yaliyotendeka ndio yatakayofanyaje? Kama Koreshi alivyochelewa, tutaona ilijirudiaje. Kama Wababeli walivyotoka kwenye mji wao wakakimbia nje ya mji ili waokoke na uvamizi wa Koreshi, tutaona mambo hayo yanakuwaje, yalijirudia kwa namna gani. Baada ya Koreshi kukawia, maana ni sawa na uambiwe kwamba Yesu anakuja wiki ijayo, halafu Yesu utangaze kabisa kwa kujiamini kwamba Yesu anakuja, halafu Yesu akaacha kuja. Wale ambao walikuwa hawaamini yale maneno yako, si watakuzomea sana. Yaani watakuzomea, wewe ni muongo, yaani wewe umekosa kazi, wewe uongo tu. Yuko wapi sasa Yesu wako uliyekuwa unamsema? Ndivyo ambavyo Koreshi alivyokawia. Wale ambao hawakuyaamini yale maneno ya kuangamizwa kwa Babeli walianza kudhihaki, wakaanza kutukana. Hawaoni jeshi lolote ambalo linavamia. Kipindi kingine kilifuata, wakati ambapo habari zilikuja sasa kwa mara ya pili tena kwamba Koreshi na jeshi lake anafanyaje? Anakuja. Sasa historia inasema hivi, hakukuwa na muda wa kujiandaa. Tangazo la pili lilivyofanya nini? Lilivyokuja, hakukuwa na muda wa kujiandaa, hakukuwa na muda wa kuuza, hakukuwa na muda wa kununua kitu ili mtu aweze kuondoka. Jeshi liliwasili na majeshi ya Babeli na Wamedi na Wajemi yalikutana katika vita. Hakukuwa na muda wa waliopuuzia ule wito wa kutoka ndani ya mji, hakukuwa na muda wa kutoka. Walitakiwa waangamie.
Kwa sababu walipuuzia nini? Walipuuzia neno la Bwana. Sasa tuone ulinganifu wa matukio yaliyotendeka, ndio ambayo yalitendeka tena na yatatendeka. Yaliyokuwako, yalikuwako na yatakuwako tena. Namba 1, kama ambavyo habari zilifika Babeli kwamba Wamedi na Wajemi wanakuja kuvamia Babeli, ndivyo ambavyo habari zilifika Yerusalemu kwamba majeshi ya Rumi yanakuja kuupiga mji wa Yerusalemu. Bwana apewe sifa. Kama ambavyo habari zilikuja Babeli kwamba majeshi ya Wamedi na Wajemi yanakuja kupiga Babeli, ndivyo ambavyo habari zilikuja Yerusalemu kwamba majeshi ya Rumi yanakuja kuangamiza mji. Na kwa muda tu wa kutosha maonyo yalitolewa ili watu waukimbie mji wa Yerusalemu, kama ambavyo ilitokea tu Babeli kwamba muda ulikuwepo mwingi tu wa watu kutoka nje ya mji. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yerusalemu. Maonyo yalitolewa kwa muda mrefu ili watu watoke ndani ya mji wa Yerusalemu. Vile vile lilijirudia. Waliambiwa waukimbie mji kwa sababu uwepo wa Mungu umeondoka Yerusalemu. Tunasoma kwamba katika kitabu hiki cha Pambano Kuu ukurasa wa 29 na 30 anasema utabiri wote wa Kristo juu ya uharibifu wa Yerusalemu ulikuwa unatimia. Wayahudi walipatwa na ukweli wa maneno yake ya onyo. Kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Mathayo 7 mstari wa 2. Ishara na maajabu vilitokea, majanga na uangamivu. Wakati wa usiku wa manane, mwanga usio wa kawaida ulimulika juu ya hekalu na madhabahu. Bwana pewe sifa. Yesu aliwaonya wanafunzi wake akiwaambia juu ya dalili za maangamizi ya Yerusalemu. Aliwapa onyo mapema sana. Na kabla ya maangamizi walitakiwa wayakumbuke maneno ya nani? Ya Yesu. Sasa ishara na maonyo ya kwamba watu walitakiwa watoke wakimbie mji wa Yerusalemu zilikuwa zinatokea. Zilitokea tena kwa nguvu. Wale ambao walikuwa wamedumisha uhusiano wao na Mungu tangu mwanzo wangeelewa zile ishara. Anasema wakati wa kutua kwa jua, mawingu yalionyesha picha za wapanda farasi na watu waendao vitani wakijikusanya kwa vita. Sikiliza. Mambo ya rohoni yanajulikana kwa namna ya kiroho. Tuko pamoja? Mambo ya rohoni yanajulikana kwa namna ya nini? Pamoja na kwamba zilitokea picha kwenye mawingu za wapanda farasi wakijiandaa kwa vita, lakini yule ambaye angekuwa na moyo mgumu kipindi hicho angekuwa mpuuziaji, wala asingejifunza chochote katika zile ishara. Tuko pamoja? Angejiona tu ni mawingu tu. Siku zote mawingu si yanaweza akatengeneza picha yoyote. Lakini wale ambao walikuwa maneno ya Yesu yalikuwa katika mioyo yao wangeelewa hili jambo linaashiria kitu fulani. Kwa hiyo muda huo ulikuwa wa wao kufanyaje? Kutoka ndani ya mji. Anasema makuhani wanaohudumu patakatifu usiku waliogofwa na sauti za ajabu. Dunia ikatetemeka na sauti za mkusanyiko zikasikika zikilia, na tuondoke sasa. Yaani wanasikia kabisa sauti. Makuhani waliokuwa wanaendelea na shughuli zao hekaluni wanasikia kabisa sauti nasema na tuondoke sasa. Lango kuu la mashariki lililokuwa zito sana kiasi kwamba watu wachache wasingeweza kulifunga, na ambalo lilikuwa limeimarishwa kwa nguzo za chuma zilizochimbiwa katika mwamba,
lilifunguka wakati wa usiku pasipo kufunguliwa na kitu kinachoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hatari. Mlango ambao ulikuwa hauwezi kufunguliwa na mtu. Maana yake ni kwamba Mungu anaondoa vikwazo vyote ili mtu asiseme kwamba mimi nilishindwa kukimbia mji kwa sababu lango ni zito sana, sikuweza kufungua. Hapana, Mungu anafanyaje? Anafungua ili mtu mwenyewe, yani anatengenezewa njia yote. Ndivyo ambavyo wokovu wa Mungu yani sehemu kubwa anafanya Mungu. Yani sisi ni kuamua na kukubali tu. Basi njia ameitengeneza Yesu ya sisi kuokolewa. Ameondoa vikwazo vyote na yeye ndiye anaondoa vikwazo. Haya, anasema kwa muda wa siku 7 mtu mmoja alizunguka katika mitaa ya Yerusalemu akitangaza ole zilizokuwa zinaujia mji. Usiku wa mchana aliendelea na wimbo wake wa kilio. Sauti kutoka mashariki, sauti kutoka mashariki, magharibi, sauti kutoka katika pepo 4, sauti dhidi ya Yerusalemu na dhidi ya hekalu, sauti dhidi ya mabwana harusi na mabibi harusi, sauti dhidi ya watu wote. Kiumbe huyu wa ajabu alitiwa gerezani na kupigwa, lakini hakuna malalamiko yaliyotoka midomoni mwake. Ishara nyingine ya mtu huyu aliyekuwa anatembea kwa miaka 7. Sikiliza, yani Mungu ni wa rehema sana. Yani kwa akili za kibinadamu pengine angemleta tu hata kwa siku hizi hata 3 tu ili atoe ujumbe wasimzoee. Miaka 7. Yani walimzoea mpaka wakawa wanaona tu huyu mtu hana akili. Lakini ni onyo kwao wakimbie wapi? Yerusalemu. Sikiliza, kuna maana 2 hasa kwetu sisi Waadventista wa Sabato za kukimbia mji wa Yerusalemu ambao umezingirwa. Maana ya kwanza ni kukimbia mifumo yote ya kidini iliyoasi. Tuko pamoja? Yerusalemu ni mfano, imeandikwa katika Shuhuda. Yerusalemu ni mfano wa jinsi kanisa litakavyokuwa kama halitatembea sawasawa na nuru ambazo Mungu amelipatia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni kwamba mifumo yote ya kidini ambayo Mungu amewahi kuitumia ikaasi, na mifumo yote ya dini za uongo, ndiyo Yerusalemu na ndiyo Babeli, ambako watu wa Mungu waliitwa wakimbie kabla maangamizi hayajafanya nini? Hayajaja. Bwana pewe sifa. Na ndiyo maana kwenye Shuhuda tunaona kwamba anasema Yerusalemu ni mfano wa kanisa litakavyokuwa. Kwa hiyo katika makanisa watu wa Mungu ambao wanatii neno la Mungu wataoneshwa na wanaoneshwa ishara mbalimbali za kuoneshwa kwamba hapa ulipo katika mfumo huu wa kidini ni sehemu isiyo salama, ili wafanyeje? Watoke kabla hukumu za Mungu hazijaja. Mungu anaonyesha ishara mbalimbali, waone mambo yanayotendeka kule, ishara mbalimbali tu, ili mradi wafanye nini? Watoke huko. Ndivyo ambavyo Yerusalemu ilifanyika, ndivyo ambavyo kule Babeli ilifanyika. Kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 22 anasema hivi ndivyo ambavyo ulimwengu wote sasa unapaswa kupokea habari kwamba Yesu mfalme wa wafalme anakuja kutoa ufalme wake wa dunia hii. Maangamizi ya falme za dunia hii zinazoudharau ukweli na kupuuzia maonyo zitatoweshwa milele. Ushuhuda unasema katika Yerusalemu Kristo aliona alama ya ulimwengu uliogubikwa na roho ya kutokuamini na uasi, ukifanya haraka kwenda kukutana na hukumu ya Mungu. Bwana pewe sifa. Katika Yerusalemu Kristo aliona alama ya ulimwengu wote uliogubikwa na kutokuamini na uasi, ukifanya haraka kwenda kukutana na hukumu ya Mungu. Yesu aliwakilishwa na Koreshi. Kisoma kitabu cha Isaya, Koreshi ametajwa
ni mtiwa mafuta wa Mungu. Anamwakilisha nani? Yesu. Wakati wa Yerusalemu kuangamizwa, Tito, kamanda Tito yule wa Roma aliyekuwa anaongoza majeshi, alimwakilisha Yesu anayekuja kutoa hukumu kwa waasi. Lakini mwisho wa yote atakuja Yesu mwenyewe. Tunapaswa kujifunza, wapendwa, unabii utajirudia kikamilifu katika nyakati zetu tunazoishi. Maana yaliyokuwepo yatakuwepo tena. Wito wa kutoka Babeli, wito wa kutoka Yerusalemu leo umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tumeona ni kutoka katika dini za uongo au zilizoanguka. Maana ya pili ni kutoka katika miji. Tuko pamoja? Maana hukumu za Mungu zitaanzia wapi? Mijini, kwenye miji mikubwa. Kwa hiyo leo tunaona maonyo mangapi ya kuhama miji? Ni mengi. Mara lockdown zinatokea, watu maisha yanakuwa magumu, ishara mbalimbali zinatokea. Hizi zinatufundisha kwamba, zinatubonyeza na kutuambia kwamba huu ni muda wa kufanyaje? Sikiliza, Wababeli walipo dhihaki wakati Koreshi alipokawia, muda ulipofika Koreshi amefika na majeshi yake, hakukuwa na muda wa kujiandaa. Ndivyo ambavyo hata kwa kwetu sisi leo itafika wakati kama tunapuuzia maonyo, hatutapata muda wa kufanya nini jamani? Wa kujiandaa. Hivi mnajua kwamba dunia inaweza ikageuka ndani ya usiku mmoja, ikageuka ikawa ni sehemu ambayo haikaliki? Mnalijua hilo? Dunia hii leo jamani, kuna kitu kinaitwa utandawazi. Yaani dunia leo ni kijiji, kama kijiji. Leo Marekani ikichafukwa ikapigana vita vya wazi na nchi fulani, ni dunia nzima itavurugika ndani ya usiku huu. Halafu na wewe unasema nitajiandaa tu. Unajua ni ya kwako kesho, ni ya kwako. Ni ya kwako kesho, sio ya kwako. Ya kwako, yani muda wako ni sasa. Shida ni kwamba wokovu una wenyewe hatuujui kwa kiasi kikubwa. Ndio maana huwa tunataka tujipe muda wa kuokolewa, kana kwamba ni kilimo, ni shamba la heka moja, mpaka nilimalize kulilima ndio naokolewa. Hatujui kwamba wokovu ni jambo la sekunde. Tuko pamoja? Ni jambo la nini? La sekunde. Unakuwa umekingiwa hukumu ya dhambi yote ambayo ilikuwa inakukabili. Haya, tunaendelea kuona kama ambavyo ujumbe wa kutoka nje ya Babeli ulikuja, ndivyo ambavyo ujumbe ulikuja Yerusalemu kabla majeshi ya kuangamiza yalipokuwa nakuja. Yesu mwenyewe alionya akisema, basi hapa mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Mathayo 25 mstari wa 15 hadi 18. Hivi ndivyo ilivyokuwa kabla ya hukumu ya Babeli ya ulimwengu wote. Tuko pamoja? Ndivyo itakavyokuwa kabla ya hukumu ya Babeli ya ulimwengu huu wa kiroho, kabla ya hukumu za Mungu hazijaja. Watu wa Mungu wanapaswa kujitenga na dhambi zao wenyewe, lakini pia wanapaswa kujitenga na mifumo yote ya dini zilizoanguka na dini za uongo, ili wasije wakashiriki mapigo
Yesu anapokuja. Katika Ufunuo 18 mstari wa 4 anasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Bwana pewe sifa. Tokeni kwake. Kwake nani? Babeli. Ili msipokee mapigo yake. Msishiriki kwanza dhambi zake na msishiriki nini? Mapigo yake. Ni kitu ambacho wengi hata leo tunapotangaza habari za kujitenga na dini za uongo na mifumo ya makanisa yaliyoanguka, hawakijui kwamba kuwa mshiriki wa mifumo hiyo ama kuwa mshiriki wa dini hizo ni kushiriki dhambi. Bwana pewe sifa. Naamini kwamba hili somo tulilizungumza kipindi cha nyuma, tukaona jinsi ambavyo ukiwa mshiriki wa sehemu yoyote ambayo ni dini ya uongo ambayo haikubaliwi na Mungu, unashiriki dhambi za mfumo huo. Maana mfumo huo unakuwa hautendi kazi ya Mungu, bali unatenda kazi ya muovu. Unashiriki, maana nguvu zako zote unawekeza pale, kama ni sadaka, kama ni nini, unajitoa. Maana yake unawezesha kazi ya shetani. Maana yake unashiriki nini? Dhambi. Hivyo mapigo yanapokuja, kama utakuwa ndani, lazima mapigo ya kufanya nini? Ya kukute. Kama ambavyo waliokutwa ndani ya mji wa Yerusalemu walipuuzia maonyo ya kutoka, walipigwa. Jambo la tatu, kama ambavyo walioyaamini maonyo hayo walitoka mjini Babeli ili wajiponye nafsi zao, ndivyo ambavyo waaminifu wa Mungu walikimbia kutoka mji wa Yerusalemu baada ya kuona dalili walizoonywa kwazo. Iko hivi, kama ambavyo walioyaamini maonyo ya kutoka mjini Babeli walipona, ndivyo ambavyo walioyaamini maneno ya kukimbia mji wa Yerusalemu walipona pia. Maangamizi hayakuwakuta. Na ndivyo ambavyo watu wa Mungu leo na watu wote wanapaswa kusikia onyo la kujitenga na dhambi na kujitenga na dini zote zilizoanguka ama dini zile ambazo ni za uongo. Jambo lingine, kama ambavyo Wamedi na Waajemi walikawia, kama ambavyo Wamedi na Waajemi walikawia wakati wanakuja kuvamia Babeli, ndivyo ambavyo majeshi ya Rumi yalikawia wakati yanakuja kupiga mji wa Yerusalemu. Hapa ushuhuda kutoka kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 30 unasema, baada ya Warumi kuzunguka mji wakiongozwa na Festus, pasipo kutarajiwa waliacha kuushambulia mji, wakati nafasi na uwezekano wote viliruhusu wao kuushambulia upesi. Waliokuwa wanavamia hawakuwa na matumaini ya kupinga mashambulizi. Walikuwa wamefikia hatua ya kusalimu amri. Huo ndio wakati ambapo jemedari wa majeshi ya Kirumi alirudisha majeshi yake nyuma pasipo na sababu yoyote. Kumbe rehema ya Mungu ilikuwa inatolewa kwa watu wake, ishara ya ahadi ilikuwa imetolewa kwa Wakristo waliosubiri, na kwa hiyo nafasi ilitolewa kwa wote waliokuwa tayari kutii onyo la Mwokozi. Matukio yote yaliyokuwa yanaratibiwa kiasi kwamba Wakristo hawakuzuiliwa na Wayahudi wala Warumi kukimbia. Huu ndio muda wa kutoka Babeli, wa kutoka Yerusalemu. Yaani kama ambavyo Wamedi na Wajemi walichelewa kufika Babeli, ndivyo ambavyo majeshi ya Kirumi yakiongozwa na Festus yalichelewa kufika Yerusalemu.
ili kutoa nafasi kwa watakatifu wa Mungu wakimbie. Anaeleza, anasema hivi, Festus aliporudi nyuma, Wayahudi waliuacha mji na kuwafuata nyuma ili kuwakabili, na wakati mapambano yakiwa wamepamba moto, Wakristo walipata nafasi ya kuukimbia mji. Wakati huu nchi pia haikuwa na adui wa kuwazuia watu wa Mungu kukimbia. Wakati wa uharibifu, Wayahudi walikuwa wamekusanyika Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo Wakristo wote waliweza kutoroka kwa urahisi pasipo kuchelewa. Wote waliweza kutoroka kwa urahisi pasipo kuchelewa. Walikimbilia mahali pa salama katika mji wa Pela, katika nchi ya Pelea, ng'ambo ya Yordani. Na maandiko yanasema hivi, hakuna Mkristo hata mmoja aliyepotea katika kuharibiwa kwa Yerusalemu. Kuchelewa kwa Koreshi haikuwa na maana ya kwamba mji wa Yerusalemu umepona. Muda ulifika na waliotii agizo la kukimbia mapema wakapona. Kuchelewa kwa Festus na majeshi yake haikuwa na maana ya kwamba Yerusalemu imepona. Waliokimbia mapema walipona na mji ukaangamizwa. Ndivyo ambavyo Yesu anavyokawia. Haina maana ya kwamba dunia itaendelea kuwa hivi hivi. Tuko pamoja? Hukumu inakuja, na wale wanaotii agizo la kutoka Yerusalemu leo, la kutoka Babeli leo, basi watapona. Kati ya hao wanaotoka Yerusalemu, wanaokimbia kutoka Yerusalemu, wanaokimbia kutoka wapi? Babeli. Tuwemo na sisi, tumwombe Mungu atusaidie, maana swala hili la wokovu si kwa akili zetu wenyewe, bali uhusiano tunaodumisha na Mungu kuanzia sasa, huo ndio utatusaidia wakati wa nini? Wa shida. Kuna andiko moja katika Zaburi, Daudi anasema, Mungu ni kimbilio langu, msaada tele utaonekana wakati wa mateso. Ina maana tunapomfanya Mungu ni kimbilio wakati huu, ndivyo ambavyo atatusaidia. Yaani hatutatumia akili zetu kwamba mimi tuna akili sana, tumezisoma nyakati. Hapana, bali ni uamsho kutoka ndani ya Roho. Huo ndio utatusaidia kukimbia hatari. Wakati wengine wanafurahia katika dunia hii, wanaendelea na mambo yao, ndio wakati wa kutoka wapi? Babeli. Wengi wanasubiri kwamba kwa mfano wenzetu wa SDA wanasema muda wa kutangaza sheria ya Jumapili, hapo ndio itakuwa na mtengano sijui na nini. Hapo hakutakuwa na mtengano katika kanisa la SDA, ila ni mtengano wa dunia nzima, kugawanyika katika makundi hayo. Lakini pia ukisubiri wakati wa hatari, waulize kilichowakuta wa Babeli waliosubiri mpaka Koreshi afike. Waulize waliosubiri mpaka majeshi ya Roma yameingia ndani ya mji. Walipata nafasi ya kukimbia? Walipata? Hawakupata. Katika utawala huu wa Belshaza kuna matukio muhimu sana yalitokea ambayo tunayasoma katika kitabu cha Danieli sura ya 5. Katika Danieli sura ya 5 mstari wa 2 hadi wa 4 tunaona jinsi ambavyo Mfalme Belshaza alifanya karamu, alifanya sherehe kubwa. Sherehe hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuenzi na kutukuza miungu ya Babeli ambayo ilikuwa imeshinda. Maana miungu ya Babeli, Wababeli walikuwa wanajisifu kwamba miungu yao imemshinda Mungu wa Waisraeli. Bwana pewe sifa. Kwa hiyo sherehe hii ilikuwa kuisifu Mungu.
Ndio maana mfalme alipoolewa akataka na vyombo vya hekaluni kutoka Yerusalemu ili avitumie kunywa, aoneshe sasa ushindi juu ya Wayahudi na Mungu wao. Wakati wanasherehekea, tuko pamoja wakati wako kwenye nini? Kwenye sherehe hiyo kubwa ya mfalme Belshaza. Muda huo maji yalikuwa yanapunguzwa, maji ya mto Frati yalikuwa yanapunguzwa huko na jeshi la Koreshi. Kumbuka mto Frati ulikuwa unaingiza maji juu ya mji wa nini? Wa Babeli. Kwa hiyo wakati wanasherehekea huku, Koreshi anapunguza maji haya ili apate upenyo wa kufanya nini? Wa kuingia. Maandiko yanasema hivi, Bwana asipoijenga nyumba, yeye aijengaye anafanya kazi bure. Lakini pia Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Babeli ilikuwa imefanikishwa na Mungu. Mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Babeli, ulinzi ulikuwa juu ya wafalme wa Babeli. Lakini wakati aliondoa tu ulinzi wake, yaani vyote vilivyokuwa vinaonekana ni ulinzi mkubwa wa mji wa Babeli, vikaonekana si kitu tena. Ukuta ulikuwa mkubwa kiasi kwamba adui hawezi akapanda hapa mpaka anapanda huku asionekane, haiwezekani. Kwa hiyo ulinzi ulikuwa umeimarishwa sana. Ulinzi unapotolewa wa Mungu, watu wanalala wakakimbilia kwenye sherehe, huku mto ambao aliutegemea kwa maji unaingiza, huo ndio ukatumika kuingiza adui ndani. Kikombe cha dhahabu kile cha dhahabu ambacho ni cha hekaluni kutoka kule Yerusalemu, akakitumia mfalme Belshaza, akaweka divai yake, yaani pombe, pandisha hivi ili anywe. Lakini cha ajabu, mkono uliganda. Haukufika wapi? Hakufika kinywani. Vyombo hivi vilikuwa ni vitakatifu. Tuko pamoja? Ezekieli anawaambia makuhani katika kitabu cha Ezekieli sura ya 22 kama sio 26, anasema makuhani wameshindwa kuwafundisha watu kutofautisha kati ya vitu vitakatifu na vitu vya kawaida. Kwa hiyo watu sasa wanatenda kama wapendavyo. Hivi vyombo vilikuwa ni vitakatifu, sio vitu vya kutumia ovyo ovyo. Kwa hiyo vitu vitakatifu ambavyo vimetiwa mafuta na Mungu, vimewekwa wakfu na Mungu, malaika wa Mungu wanakuwepo pale, wanavilinda, wanalinda yale mafuta, wanalinda ule uwakfu. Tuko pamoja wapendwa? Yaani wakati wowote tu mtu akijichanganya kutumia hicho kitu kitakatifu kama anavyopenda yeye, bila kubainisha kwamba hiki ni kitakatifu, atakutana na hukumu za Mungu papo kwa hapo. Ndivyo ilivyo hata kwa watiwa mafuta wa Mungu, wachungaji, wazee wa makanisa, sio mashemasi, waliowekewa mikono, waliowekwa wakfu pale, ni mikono ya Mungu ipo, ni mafuta ya Mungu yako pale. Sasa wewe jichanganye, umuone tu yule mchungaji kama mtu wa kawaida ambaye unaweza ukamfanyia chochote, yaani unamshushia heshima. Sikiliza, kwa kufanya hivyo utakuwa umedhalau mkono wa Mungu. Kwa hiyo hukumu za Mungu lazima zikupate. Bwana pewe sifa. Mikali ambaye alikuwa mke wa Daudi alimtukana maneno Daudi wakati amecheza, sanduku la Mungu limekombolewa. Daudi akacheza mpaka nguo zikamdondoka. Daudi alipofika nyumbani akafokewa na mke wake. Wewe umekuwa mwanamume gani? Umekuwa kama sijui balazuri. Nini ulichokifanya sasa? Mikali alipata laana, hakupata mtoto mpaka anakufa.
aliongea vibaya mbele ya mpakwa mafuta wa Mungu. Yeye alijua anaongea na mume wake, lakini Mungu haangalii huyo ni mume, anaangalia ni mpakwa mafuta wake. Tuko pamoja? Ndivyo ambavyo Belshaza aliona kama hivi vikombe vya dhahabu si hata na mimi ninavyo, kwani kuvitumia kunywa kuna shida gani? Kuna mkono wa Mungu. Vitu vitakatifu lazima vitumiwe kwa utakatifu. Matumizi yake yaliyopangiwa, hayo ndiyo yatumike. Kwa hiyo Belshaza alijaribu hicho kitu. Wakati anajaribu hayo mambo, Danieli 5:5 anasema, saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipo kikabili kinara, naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Alipoona tu, Belshaza alipoona tu mkono ule unaandika, kikombe kile kikamdondoka. Hakikufika, kikamdondoka chini. Magoti yakagongana. Yaani aliogopa. Alijua kabisa haya maneno, pamoja na kwamba hakuyaelewa, alijua hapa sio salama. Sherehe iliyokuwa ni ya vicheko ikatulia kimya. Muziki uliokuwa unalindima ukatulia kimya. Nyuso zilizokuwa za kung'aa na furaha zikajaa simanzi. Kulikuwa na wataalamu wa nyota, wale wenye hekima wa Babeli, wakaambiwa watafsiri yale maneno. Maneno yana maana gani haya? Wapi? Kumbuka Babeli ilikuwa kituo kingine cha kujifunza lugha. Tuko pamoja eh? Cha kujifunza nini? Lugha mbalimbali, yani lugha nyingi. Mwenye hekima wa Babeli ulikuwa humtoi kwenye utaalamu wa lugha. Anajua lugha nyingi. Kwa maana hata leo kuna mfanano. Majasusi wa Roma au maaskofu wa Roma, huwezi ukamkuta askofu wa Roma anajua lugha moja au mbili tu, inaanzia hata 3 kwenda mbele. Hasa wale wenye ngazi za juu juu kabisa kule, makadinali wale, yaani wale makadinali wale ambao wanaweza akawa papa muda wowote, wale wanajua lugha nyingi. Unaweza ukakuta anajua lugha 5, 4, 6. Hayo ni mambo ambayo yametoka kwenye Babeli ya zamani, wenye hekima wa Babeli. Lakini haina maana ya kwamba kujua lugha nyingi ni dhambi. Hapana. Hata mimi ninatamani nijue lugha nyingi. Sasa iko hivi, wakati hawa wanaojua lugha nyingi, wataalamu wa lugha, waliambiwa watafsiri ile lugha, walishindwa. Wakasema hatujawahi kukutana na lugha kama hii. Kwa hiyo lugha zote zikaitwa pale, lakini hakuna aliyejua maana ya maneno yale. Koreshi, kiongozi wa jeshi la Wajemi, alikuwa nje akijiandaa kuingia ndani ya mji, maana Mungu alikuwa amesema amemshika mkono ili aje kuangamiza mji wa Yerusalemu. Isaya 45 mstari wa 1 na wa 2 anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paluza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma.
Sikiliza, Babeli naye alifanywa kuwa nyundo kwa mataifa mengine, ila baada tu ya Mungu kuondoa mkono wake Babeli, tayari alikuwa amelishika mkono taifa lingine la Wajemi, amemshika Koreshi awe nyundo kwa mataifa tena. Hilo lililokuwa nyundo kwa mataifa mengine na lenyewe sasa linafanywaje? Linapigwa. Ndivyo ilivyo. Ukikataa wito wa Mungu, kimwasi Mungu, utapigwa. Kwa hiyo watu wa mfalme waliposhindwa kusoma yale maneno, Malkia yani mke wa Belshaza alimkumbuka Danieli ambaye alikuwepo katika ufalme wa Babeli. Kwa hiyo yule Malkia alikuwa ameshasikia habari nyingi kuhusiana na nani? Na Danieli. Akamkumbusha mfalme, kuna mtu mmoja ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, na ambaye mfalme Nebukadreza alimtumia sana katika mambo mengi. Huyo anaweza akakusaidia kutafsiri haya maneno. Hivyo Danieli akatafutwa haraka haraka ili aje. Alipofika tu pale, cha kwanza Belshaza akasema, yaani ukiweza tu kunitafsiria haya mambo, unakuwa mtu wa tatu katika ufalme huu. Yaani unaambiwa hivi, kwa mfano Tanzania kuna rais, kuna makamu wa rais, kuna waziri mkuu, kwamba ukiweza tu kutatua hili jambo unakuwa waziri mkuu. Lakini Danieli kwa sababu ni mcha Mungu akasema, yaani moyoni mwake kwanza alisema, yaani hichi unachokisema laiti ungelijua, mambo ya kuniahidi mimi nafasi nzuri wakati umeyakoroga, haitasaidia. Katika Israeli watu waliitwa kwa majina kulingana na kusudi la Mungu lililomo ndani yake. Danieli, maana ya jina Danieli lilikuwa na maana ya kwamba Mungu ndiye hakimu. Mungu ndiye hakimu wangu. Kwa hiyo ndio maana kitabu cha Danieli kimejaa mambo ya hukumu, hukumu ya upelelezi, hukumu ya waovu, kwa sababu mhusika mkuu wa kitabu hicho chenyewe ni Mungu mwenyewe ambaye ni hakimu, lakini pia Danieli nabii wake ambaye ni anatekeleza kusudi hilo la hukumu. Kwa hiyo Danieli alimkemea mfalme na kutamka maneno ya hukumu juu yake. Ukisoma mstari wa 17 hadi 29 utaona maneno ya hukumu yalitamkwa kwa Belshaza, kwamba maneno haya yana maana hii: ufalme wako umefanyaje? Umepimwa na umeonekana umefanyaje? Umepungua. Kwa hiyo ufalme huu umetoka kwako, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Maneno ya hukumu yanatoka kwa nabii Danieli ambaye jina lake lina maana ya Mungu ndiye hakimu wangu. Kwa hiyo maneno ya hukumu kupitia nabii wa Mungu yalitoka kwa mfalme Belshaza. Mlango ulifunguliwa kwa kuzingirwa. Maneno ya Danieli yalimaliza kazi. Ndio ilikuwa kufungwa kwa rehema kwa mfalme wa Babeli. Kuzingirwa kulifika, mji ulizingirwa, waliokuwemo ndani ilikuwa mambo haya tu ambayo watawapata mawili: aidha wanakufa ama wanaishi, kwa sababu Mungu amezuia maangamizi yao. Dunia sasa inajiandaa kwa vita ya mwisho.
Tuko pamoja wapendwa? Dunia sasa inajiandaa kwa ajili ya vita ya mwisho ya Yesu anapokuja. Yesu anapokuja itakuwa vita ya mwisho. Tunaposikia vita ya Armageddon, vita ya Armageddon ni vita ambayo itakuwa ni ya kimwili na kiroho. Ni vita ya kimwili na kiroho. Itakuwa vita kubwa sana katika dunia hii, na ile ambayo mwamuzi atakuja kuwa Yesu mwenyewe. Bwana apewe sifa. Onyo linatolewa sasa, kama ambavyo onyo lilitolewa na nabii Yeremia akisema, Yeremia 51 mstari wa 6 hadi wa 8, anasema, kimbieni kutoka kati ya Babeli, kila mtu na ajiokoe nafsi yake, msikatiliwe mbali katika uovu wake, maana ni wakati wa kisasi cha Bwana, atamlipa malipo. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Babeli umeanguka na kuangamia ghafla. Mpigieni yowe, twaeni zeri kwa maumivu yake, ili labda apate kuponywa. Kama ambavyo Yeremia alitoa onyo la kujitenga na Babeli, ndivyo ambavyo onyo lile lile linatolewa leo. Ufunuo 18 mstari wa 4 wa 8 hadi wa 11 nasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea, wauonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole, ole mji ule mkuu Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nao wafanyabiashara wa nchi waalia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Katika sura ya 4 ya kitabu cha Danieli tunaona kwamba Babeli ilikuwa ni ufalme ambao Mungu alikuwa ameruhusu mataifa yote, nchi zote ziwe chini ya ufalme huu wa Babeli. Kwa hiyo nchi zote zilikuwa zinategemea ufalme wa nini? Na Babeli ilikuwa tajiri sana. Kwa hiyo mataifa yote yalikuwa yanategemea kununua na kuuza kwa kubadilishana bidhaa na nini? Na Babeli. Lakini mwisho wa maangamizi yake ulipokuja, kwanza kabla ya maangamizi wakaambiwa wote waachane, waachane, waondoe muungano wowote na Babeli, wakimbie. Mataifa yote, watu wote watoke. Ndivyo ambavyo hata sasa onyo kwetu ni lile lile. Tukimbie Babeli, tuache dhambi wapendwa. Kwa damu ya Yesu Kristo tutaweza kuwa washindi. Wito ni ule ule, yaliyo kuwako ndiyo atakayo kuwako, yaliyotendeka ndiyo atakayotendeka. Tuombe Mungu kwamba yaliyotendeka kwa uzuri katika wokovu, katika nyakati zilizopita, basi kwetu sisi leo yatendeke vile vile, yajirudie vile vile kwa kupata wokovu wetu. Mungu abariki somo hili kupitia jina la Yesu. Amen. Anatusihi, atuita kwa upole, usikawie rafiki.